Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado hatujamaliza hii mambo ya ID. Hii pool bado naenda kwa mambo ya ID. Nani anapeana ID kwa maforeigner? Who to blame? Mimi kama mimi na blame wananchi wa Kenya. Kama mimi na blame jamii ambao wanaita Kikuyu. Hao ndio broker kubwa ya kupeana ma certificates za nchi. Hao ndio mabroker kubwa kuuza nchi kwa pesa kidogo. Hao ndio broker kubwa kusaliti wananchi wa Kenya kwa sababu ya tamaa ya pesa. Kikuyu anauza nchi kwa sababu ya pesa. Ikuwe ni pesa kubwa, ikuwe ni pesa ndogo. Hao ndio wameuza ID zetu kwa maforeigner. Hao ndio wameuza birth certificate kwa maforeigner. Na hao ndio bado wanafanya hiyo kazi mpaka sasa hii naongea. Hao ndio wanapeana ID kwa maforeigner. Hao ndio wanapeana ID kwa maforeigner. Hao ndio wanapeana birth certificate kwa maforeigner kwa pesa. Hao ndio wanapeana death certificate kwa maforeigner kwa sababu ya pesa. Hao ndio wanaingiza maforeigner hapa kwa nchi kwa njia ya legal kwa sababu ya pesa. Ni hao tu. Sasa wanakuja kulalamika hapa, Ruto anapeana ID ya kuiba kura. La hasha. Nyinyi unapeana ID juu ya pesa. Ruto anapeana ID kuiba kura. Na nyinyi unapeana ID kupata pesa. So different yenyu ni aje? So unafuata kwa sababu ya benefit yako. Ruto pia anafanya kwa sababu ya benefit yake. So different ni nani? So different ni nini? Unauza nchi kwa sababu ya pesa. Unauza documents za nchi kwa sababu ya pesa. Uoni ni big deal? Ya president ndio big deal. Hatuwezi kudanganyana bro. Kila mtu sahii wacheze tu kwa mlango yao. Hakuna. Mabroka kubwa ya passport ni Kikuyu people. Hao ndio wameuza nchi. Before nyinyi ukuja piga hapa one time, Ruto must go anapeana ID kwa maforeigner. Hiyo ni kazi ya Kikuyu anafanya. Hao ndio nakula 100,000 kwa Somalia kupea ID. Hao ndio nakula 500,000 kwa Somalia kupea ID. Hao ndio nakula 200,000 kwa Somalia kupea passport. Hao tu ndio nakula. Hao tu bado nakula 150 kupeana death certificate kwa Somalia. Ni hao tu wa Kikuyu. Hao wa Kikuyu ndio wanauza certificates za nchi. Hao ndio broker kuuza birth certificate. Ni Kikuyu ndio broker kuuza birth certificate. Wa Kikuyu ndio broker kuuza death certificate. Kikuyu ndio broker kuuza ID kwa maforeigner. Na si Kikuyu peke yao. Wajaluo wako ndani. Wakisii wako ndani. Waluhya wako ndani. Wasomali wa Kenya pia wako ndani. Kwa sababu ya tamaa ya pesa wanafanya hizo vitu. Lakini mtu kubwa sana wale wengi sana kwa hiyo kazi na Kikuyu. Hao ndio wako wengi sana kwa hiyo kazi. Lakini kabila zote wako ndani kwa hiyo kazi. Lakini wale wanaongoza sana kwa hiyo kazi ya magendo ya kuuza ID ya Kenya, kuuza certificate za Kenya ni Kikuyu. Mkamba anafanya the same, anauza ID za Kenya kwa maforeigner juu ya pesa. Mjaluo the same, Mluhya the same, Mkamba the same, Mkisii the same, na Wasomalia wenyewe pia the same. Lakini the broker kubwa, the master of the broker, the dealer, the anything ni Kikuyu. Kwa hizo ofisi ukienda huko, watu wengi akutoa birth certificate kwa hizo ofisi ni Kikuyu. Watu wengi akutoa death certificate kwa hizo ofisi ni Kikuyu. Why? Kwa sababu ni sekta ya pesa, sekta ya uwizi, sekta ya ukora, sekta ya magendo wamejaa huko. Henda kwa ofisi ma ID. Watu wengi kutoa hizo ma ID. Watu wengi kutoa hizo ma ID ofisi, wengi wao ni Kikuyu. Kwa sababu ni sekta ya magendo, ni sekta ya kutoa, kuiba pesa kwa watu. Wanafanya.
Na sasa hivi watakuja kulalamika hapa, sijui unauza inji, sijui unapea nini nini, na hao ndio consumer ya hizi vitu. Ukipea Mkikuyu the minister on foreign affairs, minister of internal security, hapo umeua nchi. Kwa sababu gani? Hawa hawana integrity ya nchi, hawana huruma ya nchi, hawana salendo ya nchi. Au ni tamaa, tumbo mbele matako nyuma. Hao ni pesa mbele, nchi baadaye. I'm telling the truth. Hendo angalia bila unafanya watu kwa passport. Wewe Mkenya passport yako itakaa 2 years. Foreign akikuja passport yake inakaa 1 week. Ameshapata. Foreign ametoa 200,000 ya passport yake inakaa 1 week. Wewe umetoa 4,000 yake itakaa 2 years. Foreign amekuja anataka ID. Ametoa 500,000 kwa ID. Wewe hauna ID. Yako itakaa huko kwa sababu ni bure, utakaa huko. Ukizungukanga tu ende urudi. Mwaka enda mwaka rudi. Alafu anakuja kulalamika hapa juu ya serikali. Kweli nyana haoni matako.